kesho. Kesho ni yako. Kwa Mungu huna. Usimwambie Mungu nifanyie kesho. Kesho haipo na kuna leo kufikia kesho. Kwa Mungu kuna sasa. Imani ni sasa, sio kesho. Tunaamini sasa, tunapokea sasa, tunabadilishwa sasa, tunageuzwa sasa. Neno la Mungu ni unabii. Na ikasema nabii wa kwanza ni mtu mwenyewe. Jitabirie yale ambayo kwako sasa hivi huyaoni yakiwa yameshatendeka. Jitabirie. Mungu anaposema kwa kupigwa kwake mmeponywa, ni neno la kinabii, si ndio? Inawezekana neno linakuja unaumwa. Unaweza kusema mbona msema kwa kupigwa kwake nimepona? Bado ni mgonjwa. Mungu huyatangaza yasiyo kwako kana kwamba yamekwisha kwako. Unanielewa eh? Anakuonyesha tayari wakati mwilini bado. Sisi hatuangalii bado ya mwilini, tunaangalia tayari. Sasa litachipuka. Mwambie mwenzio sasa litachipuka. Sema tena sasa litachipuka. Tena sasa litachipuka. Mwambie je, hamtalijua sasa? Mwambie je, hutalijua sasa? Tunamkiana hautalijua sasa? Mwambie tena je, hutalijua sasa? Mwambie Mungu anataka kufanyia sasa. Uko tayari sasa? Au unataka baadaye? Unataka sasa baadaye? Unataka sasa baadaye? Mwambie kama sasa, pokea sasa. Mwambie kama ni sasa, pokea sasa. Mwambie pokea jambo jipya sasa. Mwambie pokea jambo jipya sasa. Mwambie ni sasa. Kesho ya kwako. Mwambie sasa hivi. Mwambie sasa hivi. Atenda neno jipya. 18 anaanza kwa kusema msiyakumbuke. Kwa hiyo jambo jipya lije, lazima usahau. Lazima uache ya kale. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huwezi ukatendewa jipya ikiwa una la zamani. Yesu akasemaje? Hamwezi kuweka divai mpya kwenye chombo cha zamani kikuukuu. Nini kinachotokea? Kitapasuka. Kwa cha kwanza Mungu anachokifanya, anafanya yote kuwa mapya kwanza. Anatengeneza mazingira mapya kwanza. Alafu sasa ndipo anaupa hilo jambo jipya. Sasa anakuambia wewe kwanza usiyakumbuke. Anataka cha kwanza wewe uwe tayari, muandalie mazingira, mtengenezee situation ambayo itamruhusu yeye kufanya kitu kipya. Hiyo ni mtu mwenyewe. Narudia tena, ni mtu. Kwa hiyo jambo jipya ni kwa mtu aliye tayari kupokea kutoka kwa Bwana. Maskani ya Mungu. Maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwako tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwako tena, kwa kuwa yamekwisha kupita. Hatutaki kwanza kufikiria tena mambo ya kwanza, tutaki kuyafikiri, kwa sababu tayari tulishapata neno la kinabii. Kuna jambo jipya Mungu anakwenda kutenda. Sema amen. Anasema mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Hilo ni neno la kinabii. Inawezekana linakuja kwako tayari una wagonjwa, inawezekana una mateso, inawezekana umekataliwa, inawezekana umechukiwa. Jiambie mwenyewe haya yamekwisha kupita. Jiambie kabisa haya yamekwisha kupita. Mambo ya kwanza haya ni ya kwanza, haya sio ya kwangu. Unajiambia. Anasema mstari wa 5. Anasemaje mstari wa 5? Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama na yafanya yote kuwa mapya. Kwa lazima
hayawezekani mapya kama ya kwanza hayajapita. Nimesema mwenye kuyafanya ya kwanza yapite na mambo mapya yafanyike ni wewe, si Mungu. Mungu ameshamaliza kila kitu, ni wewe kupokea, ni wewe kuamini, ni wewe kufanyia kazi, utaona matokeo. Neno la Mungu ni mbegu, imewekwa hapo, iko hapo. Biblia inasema mbegu ni neno la Mungu. Nyingine zilipandwa kwenye njia, nyingine zikapandwa kwenye miba, nyingine zikapandwa kwenye mwamba, nyingine zikapandwa kwenye udongo mzuri. Ni maamuzi yako. Mbegu hii ipande wapi? Maamuzi yako. Ukipanda kwenye njia, watakanyaga watu, haimei. Ukipanda kwenye mwamba, tutaona imechukua kidogo kwa sababu haina mizizi, kila chini baadaye tani. Ikipandwa kwenye miba itamea, lakini kuna vitu na visonga songa, haitaweza kuzaa matunda yake. Lakini kwenye udongo mzuri tutaona matokeo. Tutaona matokeo. Mungu ameshamaliza. Mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Sasa kwenye mwanzo mpya, kwenye jambo jipya, anasema maumivu, magonjwa, mateso, Kwa hiyo haijalishi ujumbe huu unakukuta na mazingira gani, haijalishi. Maana Bwana amesema, unaliambia tatizo wewe ulishapitaga, sijui unatafuta nini kwenye usiku. Haya ndio maisha yako ya kwanza ulioyaishi. Tuko pamoja? Haya ndio maisha yako ya kwanza tuko pamoja? Mungu anasema na wewe ukiwa uko hapa na maisha yako yale uliyokuwa nayo. Sawa sawa? Sio plan leo tunachosema. Amina. Sasa anamwambia hivi, mstari wa 4 anasema naye atafuta kila chozi. Ukiwa hapa anafuta nini? Kwenye macho yao. Alafu mauti ambayo nimekuta nayo hapa, na kuambia mwanangu, haitakuwako tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwako, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha anakuambia hapa. Sasa tumevuka hapa. Mambo ya kwanza yamekwisha ya kwanza yamekwisha kufanyaje? Uni mstari yamekwisha kupita, unaambiwa uko hapa, yamekwisha kupita. Lakini ulikuwa hapa kabla neno halijaja, ulikuwa na maombolezo yako, una magonjwa yako, una matatizo yako. Uko wapi? Uko hapa. Neno linapokuja sasa, umelisikia. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Umechukua hatua sasa, umeshalisikia. Hapa tunasema mambo ya kwanza. Haya ni mambo ya hapa, mambo bosi mkubwa tayari nimeelewa. Hapa mambo mapya. Sawa sawa. Lakini mambo mapya yuko vile vile kama ilivyokuwepo wapi? Akili inaanza kumwambia, mbona msema ya kale imepita? Mambo ya kwanza imepita, mbona bado? Hizo ni nini? Hizo ni nini? Akili. Tuko pamoja? Sawa sawa. Ameshavuka kwenye mambo ya kwanza, yupo kwenye msimu wa mambo mapya. Sasa mambo mapya aliyomtangazia Mungu ameacha hapa. Ndio huyu jamaa bosi mkubwa, ili haya Mungu aliyomtangazia huyu hapa, alipokuwa hapa, yaweze kuwa halisi, ayaone hapa halisi, ayaone kwa macho yake. Yanamhitaji sasa huyu, kuna vitu afanye. Kunaweza neno limekuja hapo, tunapokea mwanzo mpya, tukamaliza mwezi uko vile vile. Lakini Mungu alisema ya kale yamepita, kuna mambo mapya yanakuja, kuna mambo mapya nimekufanyia. Sawa? Neno linapokuja kwako
kuna kitu ambacho wewe unawajibika kufanya. Yeremia akaambiwa na Mungu, Yeremia 29 mstari wa 10, akasema, Yerusalemu utakapotimiza ukiwa wake, yaani miaka mingapi? 70, nitawajilia na kuwatimizia neno langu jema kwenu, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, ya kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Nataka 12 pale anasema, nanyi mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Mtaniita, nitawaitikia, mtakaponitafuta kwa mioyo yenu yote. Tunaelewana? Amesema miaka 70 nitakuja niwatoe, lakini ili niwatoe, lazima mniombe, lazima mniite, lazima mnitafute tena kwa mioyo yenu yote. Kwa hiyo neno limeshatangazwa, neno limeshatabiriwa, ila usipofanya kitu, rudi hapa, linabaki wapi? Neno linabaki hapa. Huu ni ulimwengu wa damu na nyama, huu ni ulimwengu wa roho. Jambo jipya liko rohoni, hujaliona kwa jinsi ya mwili. Ili ulione jambo hili la ulimwengu wa roho liwe halisi mwilini, Biblia inasema, naye neno akafanyika mwili. Ni neno Yesu, alikuwako kabla vitu vyote, alikuwepo duniani. Amesema, nilikuwepo ulimwenguni, wala ulimwengu haukunitambua, haukunijua, haukunitambua. Sasa neno huyu sasa akafanyika mwili kupitia tumbo la Mariamu, akaonekana. Amesema, nasi tukauona utukufu wake. Yesu ambaye alikuwa neno haonekani, akafanyika halisi mwili. Neno hili ambalo Bwana ametuambia ni roho. Amen. Ni roho. Ni huyu roho. Njoo roho hapa. Ni roho. Wewe una jambo unatakiwa ufanye. Nisikilize. Daniel sura ya 9 mstari wa 1 mpaka wa 3. Biblia inasema hivi. Biblia inasema, Danieli kwa kuvisoma vitabu alifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilijia nabii Yeremia kusema, baada ya miaka 70 nitautimiza ukiwa Yerusalemu. Amesema, ndipo nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu kumtaka kwa dua, kwa sala na maombi pamoja na kufunga. Tuko pamoja? Baada ya miaka 70 anasoma sasa, kumbe Mungu alisema baada ya miaka 70 atatujilia na kututoa. Tuko pamoja? Sasa akasoma kabisa, ili atutoe lazima tumuite, tumtafute na tumuombe. Neno lile liko halisi wapi? Rohoni. Linamtaka huyu sasa atakayelipokea na kulifanyia kazi liwe halisi wapi? Mwilini. Tuko pamoja? Kwa Danieli akafunga, akamsifu Mungu kwa ajili ya lile neno alilopewa Yeremia kwa ajili yao. Akapiga mahesabu, akaona miaka 70 tayari. Siku moja akaingia mzigoni kuomba na kufunga. Amina. Amina. Nisikilize. Neno hili ambalo ni roho, ili liwe halisi ulione mwilini. Bwana apewe sifa. Kumbuka Mungu ni roho, si ndio? Amen. Ili awe halisi lazima afanye mwili. Kuna jambo Mungu anakutendea, unasema, jamani, nimemwona Bwana. Tunakuuliza swali, umemwona ana sura gani? Amevaa nguo gani? Unasema, kwa kweli, yani Bwana leo amenitendea jambo. Kakutendeaje jambo? Kuna mtu alimuinua kwa jinsi ya mwili. Kile ulichomuomba rohoni, ulichokiona rohoni, ile ndoto ya rohoni imekuwa halisi wapi? Mwilini. Sasa sema, jamani, nimemwona Bwana. Lakini kuna gharama uliingia kufunga na kufanyaje? Vitu vyako na kuambia, my friend, mwambie mwenzio vipo. Vinakusubiria, viko hapo. Vinasubiri uviombe. Maombi yako sasa ndio yanavivuta. Ukiomba kidogo, unapiga hatua kidogo. Tufanye kwamba rudi hapa tambo. Wewe kwanza kijana wewe tumbea. Utembea kama wazee hapa. Ukiomba kidogo, nini kinachotokea? Piga hatua moja. Hiyo kubwa una bwana wewe.
Unapoongeza bidii ya maombi, twende hapa na siku 7 za maombi, twende ajaomba bila kukoma, twende anazidi kuvuta. Sasa wewe my friend, jambo lako liko umeomba siku ya kwanza, sawa, twende tena. Mungu mwenyewe anajua nimeomba. Mungu anajua kabisa nimefunga. Na mwachia Bwana. Umeliachia wapi? Endelea kumwachia Bwana. Liko hapo. Wewe kule uko vile vile. Biblia inasema ombeni bila kukoma. Imetupasa kumomba siku zote, tusikate. Unanielewa sasa? Neno la kuwatoa Mungu ameshatamka linahitaji uwajibikaji wa hawa kimwili, ili alifanye halisi wa wao kutoka Misri, kutoka Kanaani, kutoka Babeli kupelekwa wapi? Kwenye Israeli, kwenye nchi yao. Danieli akafunga na kuomba. Sema amen. Sema amen. Nisaidie kitabu cha Ezra sura ya 1 mstari wa 1. Ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme wa Uajemi, ili kwamba neno la Bwana alilolisema kwa kinywa cha nani lipate kutimizwa, Bwana akamwamsha roho yake Koreshi mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbiu katika ufalme wake wote, akaiandika pia akisema. Bwana apewe sifa. Sasa neno alilolisema Yeremia 29, Danieli amesoma akaomba, Mungu akamwinua nani? Koreshi. Maombi ya Daniel ndio alimfanya Mungu akamwinua nani? Koreshi. Ni neno sasa linakuwa mwili. Kainuliwa Koreshi kwa jinsi ya mwili kutimiza unabii aliyosema kwa Yeremia. Bwana apewe sifa. Unanielewa watu wa Mungu eh? Unanielewa? Haya, Zaburi 126. Tunganishe doti. Zaburi 126. Bwana alipowalegeza mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Leo kwetu turudi kwenye Yerusalemu yetu, lakini ni unabii ulishatolewa, na akasema muombe, mkiomba sasa nitatimiza. Wakakamatwa kina Danieli wakaomba, wakina Nehemia wakaomba, wakina Ezra wakaomba, Mungu akamwinua nani? Koreshi. Akasema jamani, napiga mbiu kwenye dunia yote. Kipindi hicho ndio jamani atawala dunia. Popote pale Wayahudi walipo, wasaidiwe kwa fedha na kwa chochote, warudishe wapi? Kwenye nchi yao. Maana Bwana amenipa agizo nimjengee tena hekalu. Bwana apewe sifa. Bwana sifiwe. Si tu Koreshi atumiwe kuwatoa kule, kurudisha kwenye nchi yao, lakini tena Mungu amempa agizo amjengee nini? Hekalu la Wayahudi kumwabudia. Bwana sifiwe. Neno la Mungu ni halisi. Endelea kuliomba lile neno. Rudi, endelea kuomba. Kadri unazidi kuomba, unaomba, huyu anaomba, analiona. Afu sasa unakuja na kale kanyimbo, amejibu maombi, amejibu kwa wakati, Bwana amejibu haja ya moyo, jamani Yesu amefanya. Ukiwa mwenzako wako kule liko kule kusubiri, baba unione, anakwambia mwanangu nakuona, umenisahau, tukalini nikakusahau tafadhali. Ukaacha kulia kwanza kuomba, hatua imepiga ya kwanza. Ukaacha kulia kwanza kuomba, hatua ya pili imepiga. Baadaye ukazina na kuomba, ukasema Mungu najua kabisa nimeomba sana, nimefunga na kufunga, liko hapa linakusubiri. Unanisikia? Chochote unachokihitaji kipo tayari. Neno lolote Mungu alilosema juu yako
ni roho, neno ni Yohana 6:63. Yesu akasema roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno haya, punguza kinywa chako, maneno haya niwaambiayo ni roho, tena ni nini? Ni uzima. Kwa hiyo neno lolote la Mungu ni roho. Sasa hii roho inabidi iwe halisi mwilini. Neno akafanyika mwili. Mchakato wa neno roho kufanyika mwili halisi ukaliona. Baba kwa kusumika baba. Sasa umeamka hivi. Jambo jipya. Mwambie wewe uko tayari kupokea jambo jipya. Mwambie kuna shughuli ya kufanya. Mwambie kuna shughuli ya kufanya. Mwambie jambo lako jipya tayari. Mwambie tena tayari. Hebu tuone huruma basi, tuambukize kwa upaka wetu kwa Ijumaa basi. Mwambie jambo lako jipya tayari. Mwambie wewe sio tayari. Lishafanyika? Tayari. Lina mchakato ili ufanye liwe nini? Halisi ulione. Yote tunachohitaji kipo. Nakwambia ukweli, gari lipo, nyumba ipo, viwanja vipo, ila mchakato, process ya kuconvert huko rohoni vije wapi? Hapa. Wewe piga katika jina la Kristo, kiwanja chako popote kilipo, nyumba yangu ilipo, endelea kuomba. Utashinda Bwana kwa kweli ndugu. Sema tena, mtu uachia wa wanayeurithi. Rudia tena. Mali ya nani? Mkosaji ni nani? Wewe mkosaji, wewe makasimamia. Yuko wapi? Mkosaji ni nani? Wasiokoka. Unanielewa? Wewe mtu mwema unaachia wana wanaourithi. Yaani watoto leo wazaa inabidi wawe na urithi kutoka kwako, na watoto wa watoto wako, wajukuu. Wewe ndio unawaachia urithi. Lakini kuuliza sana, una urithi gani kutoka kwa wazazi wako? Lazima umeshakulisi mikoba ya uchawi. Piga manyanga. Ndio tumerithishwa hivyo sasa. Lakini anaambiwa mtu mwema uachia wana wanawe urithi. Sasa anasema anasema mali ya mkosaji. Yaani wewe unakunywa chikuku saizi, huyo mali yake sasa ni akiba yetu. Kama wewe hujui, hao wasiomcha Mungu hao ni akiba yako wewe. Pole. Azwa hapa kiroho, ukiwa wewe kimwili hapa, ili hili la kiroho ambalo Mungu jipa anasema mambo ya kwanza sasa amekwisha kupita. Sasa ya kwanza ni hayo unayotembea nayo sasa hivi. Si uko hapa? Hayo ndio ya kwanza ulionayo sasa, hapo neno lile kukuta. Sasa ili jipya lifanyike sasa huku rohoni, liwe halisi mwilini, ulione sasa kweli kuna jambo jipya limefanyika. Tulimwomba tena. Sijajua ni lipi, lakini naamini jambo moja tu liko jipya linatendeka kwako. Nasema kuna jambo jipya Mungu anataka kufanyia. Kuna kitu ambacho mwenyewe utashangaa, utasema kweli kuna kitu kipya. Kipya ni kipi? Ni kile ambacho kinakuja kwa maisha yako ambacho hukukitegemea, hukukitarajia. Anasema sifa huna, vigezo huna, lakini Bwana kinyoosha mkono wake, nani anaweza kuzuia?